Sehemu inayofuata tutachukua kidogo kisha tutasimama, tutaonesha kivitendo, alafu sehemu inayobaki tutaendelea inshallah darasa itakayofuata. Kwa sababu leo ilikuwa ni siku ya kwanza, tumefanya mukaddima na nini, imetuchukulia muda. La basa fi dhalika. Nukta inayofuata kaifiyatu taghsili almayit, namna ya kumuosha maiti. Kaifiyatu taghsili almayit, namna ya kumuosha maiti. Alwajibu fi taghsili almayit, wajibu katika kumuosha maiti, an yughassila jamia jasadihi, inatakiwa muoshaji auoshe mwili wake wote. An yughassila jamia jasadihi, inatakiwa muoshaji auoshe mwili wake wote, bilmai, wa maji, hatta yanqa, mpaka ahakikishe ametakata. Hatta yanqa, mpaka ahakikishe maiti amfanyaje, ametakata, amesafika vizuri. Hadha huwa alwajib fi taghsili almayit, huu ndio wajibu katika kumwosha maiti, kwamba ni wewe mwoshaji uhakikishe unaeneza maji mwili wote wa maiti, sawa sawa, mwili wote upate nini, maji. Hadha huwa alwajib, na kuhakikisha amefanyaje, amesafika au ametakata vizuri. Wal afdalu, na bora zaidi, wal afdalu, na bora zaidi, yani uoshaji ambao ni mustahab, ni afdalia. Wal afdalu an ya'mala ma yali, na bora zaidi inatakiwa muoshaji ayafanye haya yafuatayo. Na bora zaidi inatakiwa muoshaji an ya'mala ma yali, ayafanye haya yafuatayo. Jambo la kwanza, yadh'u almayita, inatakiwa amweke maiti ala shay'i, juu ya kitu ambacho, ala shay'i alladhi, juu ya kitu ambacho, yuridu an yughassilahu alayhi, anakusudia kumuosha akiwa juu ya kitu hicho. Inatakiwa yule muoshaji an yadha almayita, amweke maiti ala shay'i alladhi, juu ya kitu ambacho, yuridu an yughassilahu alayhi, anakusudia kumuosha akiwa juu yake. Kwa maana kama ni kitanda, basi umweke juu ya kitanda, sawa sawa, na vitanda vile vya kuoshea maiti. Kwa hiyo natakiwa jambo la kwanza, achukuliwe maiti awekwe katika sehemu hiyo anayooshewa. Munhadiran, akiwa ameinamia, nahwa rijlaihi, upande ilipo miguu yake. Munhadiran, akiwa ameinamia kidogo, nahwa rijlaihi, upande ilipo miguu yake, au upande wa miguu yake. Takujaonesha hapa kwa vitendo kwamba inatakiwa kumlaza katika kitanda cha kumwoshea akiwa ameinuliwa kidogo, munhadiran, akiwa ameinamia upande ulipo miguu yake. Mathala, yani huyu ni maiti amelala hapa, kwa hiyo tunamuinua kidogo hivi, sawa sawa, miguu yake iko huku, kichwa iko huku, miguu iko huku, kwa hiyo anainuliwa kichwani kidogo, sawa sawa, upande ilipo miguu yake huku. Kwa lengo gani la kumuinua? Lengo wanasema ili maji yapate kuchuruzika vizuri na kwenda kule yalikowekewa njia ya kutokea. Kwa sababu ikiwa mtamlaza tu hivi na hamjamuinua kidogo hivi, maana yake maji yatatuama hapa, yatamjalia. Lakini mkiwa ameinuliwa kidogo hivi, maji mkimimina, maji yanaporomoka huko. Hii ndio hekima ya kumuinua kidogo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, yalufu khirqatan, inatakiwa mwoshaji aweke shuka, khirqatan ay lifafatan,
aweke shuka au kitambaa. Khirqa ni kitambaa, lakini kitambaa inategemea, inaweza kitambaa kikubwa au kitambaa kidogo. Kwa hapa tunatafsiri shuka, aweke shuka ala auratihi, juu ya utupu wake, kwa maana astiri utupu wake, mina surrati, kuanzia kitovuni, kuanzia kwenye kitovu, ila rukbati, mpaka kwenye magoti. Sawa sawa, hiyo ni shuka tena. Kwa hiyo atachukua shuka, atafunika kuanzia kwenye kitovu mpaka kwenye magoti. Hapa kati pasionekane hapa sehemu yoyote, sawa, kwa sababu ni aura hiyo, inatakiwa kustiriwa wujuban, katika hali ya ulazima. Wujuban, katika hali ya ulazima, bimaana satru aurati almayit inda taghsilihi wajib. Kustiri utupu wa maiti wakati wa kumwosha ni wajib. Naam, naam. Na jinsia ya hakika nauliza hivyo hivyo. Naam, wakiwa wanaoshwa na wanawake, la basa fi hadha, sawa sawa. Naam, lakini wakimstiri sehemu yote ni aula zaidi, kwa sababu mwanamke ni tofauti na mwanamume, mwanamke ni tofauti na mwanaume. Lakini wakiwa ni wao wenyewe, la basa fi dhalika, kwa sababu katazo ni kuangalia aura. Haramu, ni haramu kuangalia utupu wa mwenzako, hayyan wa mayitan, akiwa hai kadhalika na akiwa amekufa, kama vile ambavyo ni haramu kutangaza aibu za mtu, hayyan wa mayitan, akiwa hai kadhalika na akiwa amekufa. Kwa hiyo inatakiwa aweke shuka, astiri utupu wake kuanzia kwenye kitovu mpaka kwenye magoti, kabla an yakhlaa thiyabahu, kabla hajamvua nguo zake, kabla an yakhlaa thiyabahu, kabla hajamvua nguo zake. Lialla tura auratuhu, ili usionekane utupu wake. Lialla tura auratuhu, ili usionekane utupu wake. Baada alkhal'i, baada ya kumvua nguo zake. Lialla tura auratuhu baada alkhali, ili usionekane utupu wake baada ya kumvua nguo zake. Kwa hiyo inatakiwa kumfunika ile tuka, halafu ndio anavuliwa zile nguo, kama tulivyoeleza, ima kwa kuchana zile nguo zake alizovaa, ikiwa haiwezekani kuzivua, lakini mnazichana huku mshamfunika shuka, ili sije ikaonekana sehemu ya utupu wake. Jambo la tatu, yakhla'u thiyaba almayiti birifqi, inatakiwa aondoshe nguo za maiti alizovaa kwa upole, kwa maana amvue maiti nguo zake birifqin, katika hali ya upole, yani taratibu, kama tulivyoeleza huko nyuma. 4, yalufu alghasilu ala yadihi khirqatan, anavaa au atavaa mwoshaji ala yadihi, mkononi mwake, khirqatan, kitambaa. Hapa sasa kinakusudiwa kitambaa kidogo, sawa sawa. Atavaa mwoshaji kwenye mkono wake khirqatan, kitambaa ima ni kitambaa cha katika sanda, sawa sawa. Atananiliwa kwenye kitambaa cha sanda, tutakuja kuonesha kwenye kukata sanda, na hiyo khirqa tutakuja kuionyesha na namna ya kuivaa, tutaonesha pia tukifika sehemu ya sanda insha Allah taala, katika kukata hiyo sanda. Lakini pia kwenye kuosha tutaonesha namna ya kuvaa hicho kitambaa insha Allah taala. Kwa atavaa kitambaa katika mkono wake, fayaghsilu aurata almayiti, kisha ataosha utupu wa maiti, min ghairi kashfin, pasina kudhihirisha utupu wake. Min ghairi kashfi, pasina kukashifu utupu wake, kwa maana pasina kuonesha utupu wake. Atauosha, anamsafisha utupu wake, min ghairi kashfin, pasina kukashifu, kwa maana pasina kudhihirisha. Hatta yunaqiyaha, mpaka ahakikishe ameutakatisha, mpaka ahakikishe ameutakatisha, kwa maana ameusafisha vizuri. Atamsafisha utupu wake mpaka hakikishe amesafika, kwa maana
kama kuna najisi ilitoka imefanyaje, imeondoka, kwa sababu wakati amemuinua hivi anapitisha mkono katika tumbo lake. Tutakujaonesha hapa, Sheikh hajaeleza haya, taonesha kivitendo. Ukipitisha mkono hivi kuna vitu vinatoka, sawa, uchafu unatoka, najisi zile. Kwa hiyo sasa ukishamaliza, ndio hii anasema unavaa kitambaa, kisha unasafisha aura yake, unasafisha utupu wa mbele kadhalika na nyuma, na uhakikishe najisi zimefanyaje, zimemalizika. Thumma yulqi alkhirqata, kisha kile kitambaa anakitupa. Thumma yulqi alkhirqata, kisha anakitupa hicho kitambaa, kwa sababu tayari kishagusa nini, najasa, tayari kimegusa najisi. Kitambaa hicho inapendeza kukitupa, kisitumike tena. Nukta ya 5, yabillu khirqatan bimai, atalowesha kitambaa kidogo, atalowesha khirqatan, kitambaa kidogo, bimain, kwa maji. Fayunadhifu biha asnana almayit, kisha asafishe meno ya maiti, atasafisha kinywa cha maiti. Atachukua kitambaa kidogo, kitambaa kidogo tu kama hivi, kisha anakilowesha kwa maji, sawa sawa, alafu anapitisha kwenye mdomo wa maiti, anasafisha upande wa kulia na upande wa kushoto, sawa sawa. Kadhalika yunadhifu biha asnana almayiti wa manakhirahu, na tundu zake za pua, wa manakhirahu, na tundu zake za pua. Jambo la 6, yaghsilu wajha almayiti, au hapo sasa anaosha uso wa maiti, wa yadaihi, na mikono yake miwili, ila almirfaqaini, mpaka kwenye viwiko viwili hivi, ila almirfaqaini, mirfaqini hii, sawa, kwa mirfaqaini ni hizi mbili. Wa ra'sahu, kadhalika ataosha kichwa chake, kwa maana atapaka kichwa chake. Wa rijlaihi, na miguu yake. Hapa Sheikh anakusudia kumshikisha udhu, sawa sawa, anakusudia kumshikisha udhu wa swala, kumchukulisha udhu. Wa rijlaihi, na miguu yake miwili, ila alka'baini, mpaka kwenye fundo mbili za miguu. Yabda'u bilyadi alyumna, anaanza mkono wa kulia, kabla alyusra, kabla ya mkono wa kushoto. Wa birrijli alyumna, kadhalika na mguu wa kulia, kabla alyusra, kabla ya mguu wa kushoto, sawa sawa. Bimaana hapa Sheikh anakusudia an yuwadhi'ahu wudu'an lis-salati, hapa anakusudia kwamba amshikishe udhu kama vile udhu wa swala. Ukisha mnawisha tupu zake, ukaondosha zile najisi, hatua inayofuata ni kumshikisha udhu, namshikisha udhu wa swala. Namba 7 anasema la yudkhilu almaa fi fami almayit, asiingize maji katika mdomo wa maiti, wala anfihi, wala katika pua yake. La yudkhilu almaa, asiingize maji, fi fami almayit, katika mdomo wa maiti, wala anfihi, wala katika pua yake. Iktifaan bitandhifihima, iktifaan, kwa kutosheka, bitandhifihima, na ule usafi uliofanyika, bilkhirqati, kwa kile kitambaa, sawa sawa. Ule usafi tuliofanya hapo juu kwa kutumia hiki kitambaa kidogo hiki, tumepitisha mdomoni, sawa, kadhalika na puani, kikiwa kimeloa yatosha, sawa sawa. Kwa hiyo haitofaa tena baadaye kuingiza maji mdomoni wala puani wakati wa kumshikisha udhu maiti, kwa sababu kitia maji mdomoni au puani hautaweza kufanyaje, kuyatoa, hautaweza kuyatoa. Nukta ya 8, yaghsilu jasadahu, ataosha mwili wake, kullahu, wote, 3 mara 3. Yaghsilu jasadahu, ataosha mwili wake 3 mara 3, mwili wake wote 3 mara 3, au 5 au mara 5, au 7 au mara 7. Hapa sasa ndio tumeingia kwenye kufanyaje,
kumuosha sasa rasmi sasa. Sawa sawa. Naam, yaghsilu jasadahu, uosha mwili wake kullahu, wote, yani mwili wake mzima, 3 mara 3 au 5 au mara 5 au 7 au mara 7 au akthara min dhalika, au zaidi ya mara hizo, au akthara min dhalika, au zaidi ya hayo majosho, kwa hadithi ya Ummi Atiya radhiyallahu ta'ala an inda sahihain, katika Sahih al-Bukhari na Muslim na kadhalika na vitabu vinginevyo, hadithi ya Ummi Atiya ambayo alikuwa akimwosha binti yake Mtume sallallahu alayhi wasallam Zainab. Mtume alayhi salam aliwaambia wale wanawake, ighsalnaha 3, muosheni binti yangu mara 3 au 5 au mara 5 au 7 au mara 7 au akthara min dhalika, au zaidi ya majosho hayo. In raaitunna dhalika, iwapo mtaona kuna haja ya kuzidisha. In raaitunna dhalika, ikiwa nyinyi waoshaji mtaona kuna haja ya kuzidisha, kwamba maiti hajatakata, basi mnazidisha, lakini bora zaidi ni kuishia witri, bora zaidi kuishia witri. Sawa sawa. Na kumwosha mara 2 inatosha, lakini kuishia 3 ni bora. Kumwosha mara 4 inatosha, lakini kuishia 5 ni bora. Kumwosha mara 6 inatosha, lakini 7 ni bora. Witran, kuishia namba ya witri isiyogawika ni bora zaidi. Kwa anasema au akthara min dhalika hasba hajati aljismi, kulingana na haja ya mwili unavyohitajia, ila tandhifi wa tanqihi, kutokana na haja ya mwili unavyohitajia katika kusafishwa na kutakatishwa, kutokana na haja ya mwili unavyohitajia kusafishwa na kutakatishwa. Sawa sawa. Mtu mwingine mwili wake ni mkubwa, kwa hivyo, lakini pia wakati mwingine sio ukubwa tu, maiti amekufa kwa ajali mbaya, mwili umejaa damu, sawa, na amekaa muda, damu zishagandiana, huwezi kumwosha mara 2 ikatosha Sheikh, wala mara 3 ikatosha, bali saa zingine hiyo mara 5 ndio kwanza damu imeanza kulainika. Sawa sawa. Au mara 3 ndio kwanza damu imeanza kulainika, kwa hiyo unazidisha mpaka uhakikishe amesafika. Yabda'u biljanibil aymani, ataanza upande wa kulia wa maiti, min aljismi, katika mwili wake, qabla al-aysari, qabla ya upande wa kushoto. Kwa kwenye kumosha anatakiwa aanze upande wa kulia kabla ya upande wa kushoto, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaambia wale wanawake kwamba muosheni mwanangu, ibda'na bimayaminiha, anzeni kwenye kumosha pande zake za kulia, anzeni kumosha pande zake za kulia, wa mawadhi'i alwudhu'i, na sehemu zake za udhu, kwa maana mshikisheni udhu kwanza kisha ndo muoshe, na wakati wa kumosha muanze sehemu zake za kulia, yani pande zake za kulia. Sawa sawa. Naam. Kwa hivyo hii ni maelezo ya shekhe katika kuelezea kaifia namna ya kuosha. Nadhani muda si rafiki, tutakomea hapa kwa leo insha Allah taala. Nukta ya 9 na kuendelea tutakuja kuchukua kesho biidhnillah, na kuingia katika faslu nyingine. Ama kwa sasa naona muda umetupa mkono, taonesha kidogo katika kivitendo, kwa sababu tunaenda hatua kwa hatua. Tukisema tusubiri kesho, unakuta pia kesho muda kwa tutachukua kidogo kidogo hivyo hivyo mpaka tufikie malengo haya tuliyosoma. Baadhi ya nukta haya tunayafanyia tatbiki. Naam Sheikh, naomba mniletee hiyo mara moja.